Takriban watu 13 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa majengo na makazi pamoja na miundombinu muhimu katika eneo hilo. Maafisa wa Ukraine wamesema vikosi vya uokoaji vilifanya kazi kwa saa kadhaa kuwatafuta manusura na kuondoa vifusi katika maeneo yaliyoathirika. Baadhi ya waathirika walinaswa ndani ya majengo yaliyoporomoka kufuatia mlipuko hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa ni tendo la kigaidi dhidi ya raia wasio na hatia. Pia ametoa wito kwa mashirika ya kimataifa kuongeza msaada wa kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi hiyo. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi haijatoa taarifa ya kina kuhusu shambulio hilo, lakini imekuwa ikidai mara kwa mara kuwa inalenga miundombinu ya kijeshi ya Ukraine na sio raia wake. Mashambulizi hayo yanaongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Kiev ambao wanaendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara tangu kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022. Jumuiya za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na mataifa magharibi zimeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vifo vya raia na kutoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya makazi.